Bismillah. Majina yangu naitwa Masud Mambo. Nimekuja kuongea hapa na Watanzania kama kijana wa Kitanzania. Awali ya yote napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai mpaka siku ya leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi Disemba mwaka 2025. Hatuna budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wako wenzetu ambao tunavyoongea hivyo kama hospitalini, wengine wako mortuary, na wengine pia kama mnavyojua walipatwa na majanga ambayo yalisababishwa na maandamano yaliyokuwa yameambatana na vurugu kubwa yaliyotokea tarehe 29 baada ya uchaguzi mkuu au wakati wa uchaguzi mkuu wa 2025. Taarifa kwa vyombo vya habari. Taarifa hii inahusu demokrasia lakini pia amani na mustakabali wa taifa letu la Tanzania. Kama tunavyojua, Tanzania ni nchi inayotawaliwa na sheria, lakini pia kwa mujibu wa vyama vya siasa, wa sheria za vyama vya siasa, vyama vyote vilivyosajiliwa kisheria ni sawa mbele ya sheria bila ubaguzi wa aina yoyote. Hivyo basi, jaribio lolote la kubeza, kudharau au kupuuza ushiriki wa vyama fulani vya siasa katika uchaguzi, mijadala au majukwaa ya kitaifa kwa hoja ya kwamba chama au vyama vingine vimesusa ni kinyume cha misingi ya kidemokrasia, ni kinyume cha misingi ya haki, lakini pia ni kinyume cha misingi ya usawa. Demokrasia ya kweli haijengwi kwa mashinikizo, vitisho au siasa za misimamo mikali zaidi, bali demokrasia ya kweli hujengwa kwa hoja, ushindani wa sera na heshima kwa katiba na sheria za nchi yetu. Kila chama cha siasa kina haki ya kushiriki na kutoshiriki katika mchakato wowote wa kisiasa. Naomba nieleweke. Katika vyama vyote ambavyo vimesajiliwa, kila chama cha siasa kina haki ya kutoshiriki au kushiriki kwenye mchakato wowote wa kisiasa. Lakini haki hiyo haiwezi na haitakiwi kutumika kama chombo cha kulazimisha nchi kuyumba au kuvuruga utulivu wa taifa letu. Kama unavyojua, Tanzania ni taifa ambalo limekuwa ni mfano wa amani duniani, sio Afrika, duniani. Kwa hiyo ni muhimu kwa Watanzania watambue kwamba lengo la vyama vya siasa ni si kusambaratisha nchi, bali lengo la chama cha siasa ni kushinda dola ili kutekeleza sera zao, ambazo sera hizo lazima ziwe zimelenga maendeleo ya nchi na kwa wananchi wenyewe. Lengo hili haliwezi kufikiwa katika mazingira ya migawanyiko, machafuko, taharuki, chuki, uhasama wa kisiasa. Taifa lolote lisilo na amani, umoja na usalama halina mustakabali wowote wa maendeleo. Tunasisitiza ya kwamba, na kwa msisitizo mkubwa, kwamba changamoto za kisiasa haziwezi kutatulia Watanzania maendeleo. Changamoto za kisiasa, taharuki za kisiasa hazitatuliwi kwa maandamano wala kwa hamasa za uvunjifu wa amani. Na kama tunavyojua, tarehe 29 kwamba yalikuwa ni maandamano, lakini yalikuwa yameambatana na machafuko makubwa. Watu wengi waliweza kudhurika, watu wengi walipata hasara, watu wengi pengine kuna wengine ambao walipoteza maisha kutokana na mazingira ya maandamano yaliyokuwepo, kutokana na vurugu ambazo zilitokea tarehe 29. Kwa sababu tuseme tu ni maandamano, bali yalikuwa ni maandamano ambayo yalikuwa na vurugu kubwa. Kwa hiyo tunasisitiza kwa msisitizo mkubwa kwamba changamoto za kisiasa hazitatuliwi kwa maandamano na hamasa za uvunjifu wa amani, lugha za uchochezi au kampeni za kuichafua nchi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Njia sahihi ya kistaarabu na ya kizalendo ya kutumia ni maridhiano. Kama taifa lazima tukubali ya kwamba kuna kila haja ya kurudi, tukubaliane, tukae, turidhiane, kwa sababu tunayo Tanzania moja ya kujenga na hatuna Tanzania nyingine ya kwenda kuishi. Majadiliano ya wazi na hoja za ustahimilivu ndio vitu pekee vinaweza kutuletea amani na mustakabali wa taifa letu. Machafuko ambayo yanaweza yakatokea au yaliyokwisha tokea ni machafuko ambayo yametia doa kubwa sana kwa taifa letu.
nikiwa kama kijana ambaye naipenda nchi yangu, nikiwa kama kijana ambaye ni mzalendo, nikiwa kijana ambaye natamani kuona Tanzania ya kesho iliyobeba tumaini kubwa kwa Tanzania, ningependa kuwaasa na kuwaambia vijana wenzangu, tufahamu ya kwamba amani ya nchi yetu ndiyo tunu pekee ambayo tunayo kama Watanzania. Na sisi vijana ndio taifa la kesho. Hatuna sehemu nyingine ya kwenda kuishi zaidi ya Tanzania hii. Watanzania tukumbuke, tukiruhusu siasa za kuvuruga amani zitawale, waathirika wa kwanza tutakuwa ni sisi wenyewe. Sio hao walio ghaibuni au wanasiasa ambao tayari wako na visa mkononi za kuweza kusafiri nje ya nchi. Maendeleo yatasimama, uchumi utadorora na ajira zitapotea. Hivyo gharama ya kujenga upya itabebwa na sisi wa Tanzania ambao tutabaki ndani, sio waliokimbia au ambao wako ghaibuni. Kwa miongo mingi Tanzania imekuwa imejenga heshima kubwa kimataifa kama nchi ya amani, nchi yenye umoja, nchi yenye utulivu wa kisiasa. Sifa hii haikuja kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya udhubuti wa serikali, busara za viongozi, lakini pia na uzalendo wetu sisi wananchi wa Tanzania. Tanzania imekuwa ni kimbilio la watu waliokimbia machafuko nchini kwao, machafuko ya kisiasa katika mataifa yao. Hivyo basi hatuna budi na hatupaswi kukubali kuingia katika historia hii ambayo inakwenda kuichora Tanzania katika nchi zile ambazo watu walikuwa wakikimbia wakija nchini kwetu. Kila Mtanzania, kila kijana, tuna kila sababu ya kuliona hili kama la muhimu kabla ya chochote kile. Amani ya nchi yetu, utulivu wa nchi yetu na mustakabali wa nchi yetu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kutufanya tukaleta maendeleo kwa vijana, tukaleta maendeleo kwa wazee, tukaleta maendeleo kwa kina mama. Tuwakatae wanaohamasisha au kuunga mkono mikakati yote inayolenga kuingiza nchi kwenye machafuko, kwenye vurugu au kwenye mgawanyiko wa kisiasa ambao hao wanapinga maslahi ya taifa na ustawi wa wananchi. Bila amani hakuna haki, bila utulivu hakuna maendeleo, lakini pia bila umoja wa kitaifa hakutakuwa na Tanzania imara. Aidha, tunawakumbusha Tanzania wote waliopo nchini na diaspora ya kuwa mitandao ya kijamii si uwanja wa kuichafua nchi yetu. Mitandao ya kijamii si uwanja wa kuipaka matope nchi yetu. Maneno, maandishi au kampeni za kuichafua nchi yetu zina athari kubwa kiuchumi, zina athari kubwa kidiplomasia, zina athari kubwa kiusalama. Uzalendo wa kweli ni kukosoa kwa hoja. Uzalendo wa kweli ni kutoa mapendekezo ya utatuzi kwa heshima na nia ya kujenga na sio kubomoa. Aidha, ni muhimu kwa Watanzania wote wafahamu na kukubaliana kwa dhati kwamba Tanzania ni nchi huru. Tanzania ni nchi ambayo ina mamlaka kamili kwa maana ya sovereign state, na haiwezi kamwe kwa hali au kwa namna yote ile kuruhusu taasisi, mashirika au mamlaka ya kimataifa kuingilia au kuamuru masuala yake ya ndani kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria na misingi ya utamaduni au mila na desturi za Watanzania. Ushirikiano wa kimataifa ni muhimu na una nafasi yake, lakini hauwezi na hautakiwi kubadilishwa kuwa chombo cha kuingilia maamuzi ya ndani ya taifa huru. Au hakuna chama cha siasa ambacho kiko legiti kuweza kutoa maamuzi ambayo yanapaswa kuunga mkono na kila mtu. Kila chama cha siasa kina uhalali wa kuweza kufanya na kuamua ambacho ni sahihi kwa mujibu wa sheria. Hakuna chama cha siasa ambacho chenyewe kikiongea kwamba chenyewe ndio kina legitimacy kubwa kuliko kingine. Vyama vyote viko sawa, na mimi naongea kama kijana wa Tanzania ambaye naongea kwa uchungu nikichukua reference ya kilichotokea nchini kwetu tarehe 29. Hakuna doa ambalo ni ngumu kwenda kufutika kama doa la tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Nchi yetu ilikuwa kinara kwenye nchi za amani. Nchi yetu ilikuwa ni kimbilio la nchi ambazo zina machafuko. Hatupaswi kuifanya Tanzania kuwa nchi ambayo inapeleka watu kwenda kukimbia nchi zingine. Tuijenge nchi yetu kwa pamoja, tuijenge nchi yetu kwa hivyo mkubwa, tukiamini ya kwamba
Watu ambao tuna mamlaka ya kujenga nchi ni sisi wa Tanzania, na sio watu walioko nje au watu ambao tayari wako na visa na passport za kuweza kusafiria. Hatuna Tanzania mbili, tunayo Tanzania moja ya kujenga. Mungu bariki Tanzania, Mungu bariki Afrika. Asante sana.